Kwa sasa tuungane na Ali Bakari Mufti ambaye anakuja kutupitisha kwenye vijiwe vya kidigitali. Ni jambo gani kubwa hasa ambalo tunalo hivi sasa? Mufti, tuko vizuri? Alhamdulillah, tupo vizuri. Jambo ni jambo. Sana mzee wangu. Naonaje timu hii? Kiukweli napaswa kwanza kutoa pongezi. Tunaweza tukasema bonge la kipindi leo hili limefanywa ni kiukweli. Si tuseme ndo A-list ndio hiyo. Ndio sisi hapa. Wajua atanifurahisha Mufti. Hakuna siku akaja akasema tofauti. Nikwambia kitu George, mimi ni shabiki nambari moja wa kipindi cha Viwanjani. Kwa hivyo huwa sikikosi. Nafuatilia nukta hadi nukta. Nakubali. Kama kuna mtu amekosa kipindi cha leo, basi kuna vingi amevikosa. Umeona Bisai yuko kimkakati. Kama hataki kutia neno, anataka kutia neno, anasubiri tu apewe nafasi. Achambue. Bwana Mufti, tutazame kwa upande wa Zilizobamba. Yes, twende moja kwa moja katika Zilizobamba mitandaoni. Nakushukuru sana Ibrahim Kasuga kwa kunikaribisha. Nimefurahi kuungana na Abisai Steven Kachero huyo wa kimataifa, lakini pia Michael Hiera pamoja na George Jobu. Umemsikia Michael amesifia kipindi cha leo kwamba kazi imefanyika. Nondo. Yes, hiyo ndio Viwanjani, ndio maana tunasema baba wa vipindi vya michezo Tanzania. Twende moja kwa moja katika Zilizobamba mitandaoni tuone na kwenyewe kuna habari gani huko. Nako mambo ni mengi na kumetakata kweli kweli. Huyo ni Alan Okello. Sasa Mufti, kabla hujaenda mbali, ili uweze kusoma vizuri, usije kubishana maneno. Simama huku. Wewe mtu wa maana kabisa wewe. Elimu ada ikupotea. Vizuri. Yes. Lakini usi Mufti. Abisai anacheka. Usi Mufti she. Kashazoea pia kusoma kutoka kule. Kweli. Kwenye elimu yetu ya Sio umemwona Abisai. Abisai amevumilia lakini Abisai yuko na shida bwana. Ada haijapotea. Alan Okello huyu hapa ametambulishwa rasmi katika chama lake jipya kule Morocco, Esfa. Yes, lakini hapa ameweka Kiingereza kingi kikubwa ni kuwashukuru Young Africans kwanza kwa kumpa nafasi kwa takriban miezi, tunaweza kusema miezi 6 ilikuwa. Kwa sababu ingia Januari. Ligi imeisha mwezi wa 7 mwezi wa 6 tarehe 30. Yes, kwa hiyo miezi 6. Miezi 6. Akaanza msimu kidogo pia. Yes, alianza msimu kidogo. Hivi kwa Zanzibar alicheza. Jamii tulimuona. Tulimuona. Na alisafiri alienda kule. Hadi Ruangwa alienda. Mpaka Ruangwa alifika. Tufanye miezi 8. Kwa miezi 8 tufanye. Miezi 8 ya Okello. Yes, kwa hivyo kikubwa kwanza anawashukuru kwa kumwamini yeye Alan Okello, lakini pia kwa kumfanya ajisikie kama vile yupo nyumbani akiwa pale Yanga katika kipindi hicho kifupi. Lakini kikubwa wamewashukuru zaidi mashabiki wa Young Africans, na anasema ya kwamba Young Africans ni kama nyumbani. Sasa hivi anakwenda kukutana na changamoto mpya, na akipata nafasi manake anaweza karejea tena Young Africans kwa sababu Young Africans ni nyumbani. Na hilo nafasi ya kurejea mapema. Na hilo yes, anasema Farhani ndio limemgusa hapo, ameenda kucomment, na kwa sababu Farhani tunafahamu Farhani Kihamu, tunafahamu yeye ni shabiki wa timu gani, si ndio Kasuga? Unafahamu? Yes. Unafahamu? Yeye wa Unyamani. Unyamani. Sasa anasema si usuni ya nini tena fundi, nenda usirudi, imetosha, ungetuua. Huyo ni Farhani Kihamu. George Job anaaga Alan Okello. Kuna kitu kitamisi pale Young Africans kwa chache sana. Ndio maisha ya mpira yalivyo. Sometimes wewe unapata nafasi kubwa zaidi, unaondoka, au sometimes unajua katika maisha ya mpira kila mchezaji ataacha timu. Iwe kwa kuuzwa, iwe kwa kuachwa, iwe kwa muda wako wa kustaafu umefika. Kila mchezaji ataacha timu. Issue inakuwaga tu ni wakati gani umeacha. Bado mnahitajiana, au wewe ndo unahitaji zaidi, au nani anamhitaji mwingine zaidi, au haukuwa wakati sahihi. Lakini kwa ninachokiona ni move ambayo imenufaisha kila upande. Alan imekuwa na manufaa kwake kwa maana ya fursa kubwa zaidi na maslahi bora zaidi, lakini kwa Yanga kwake imekuwa ni kama sehemu ya kutimiza sehemu ya matakwa ya kimpira ambayo ni biashara. Amepata biashara pia. Kwa hiyo nadhani kwa wao ni kitu ambacho kimewanufaisha wote wawili. Hii bwana Wile Shemoka, nimeona comment. Wile Shemoka ni moja ya vijana wa Yanga wale wa digital. Hivi Wile ndo alienda na ile idea ya miwani au ni nani? No, ni nani yule Muvai. Unakumbuka alifunga goli pale KMC pale. Wile Shemoka kijana huyu na huyu Gansley
Gunstar TZ sijajua kama ni yule wachambuzi wa mchongo ndio wale mmoja kati ya Shemoka anasemaje hapo? Shemoka yeye ameweka tu mikono. Shemoka si ndo mtaalamu wa vile video kama vinaenda vinarudi kwenye slow mo vile ambapo saizi Yanga ndo anasumbulia sana watu. Mtoto wa wananchi Fumao mshairi anasema hivyo, na bila shaka ni kweli kwa hicho ambacho amekiandika hapo Starboy, ni kweli kwamba amekoshwa na maisha ya pale. Kwa nafasi yake huyu Yanga wamemsajili Stefan Aziz, lakini pia naona kama ni alivyoanza kulia wana yule Zakwani. Sasa yeye aliset standard magoli 14, assist 8 kwenye ligi peke yake na utaalamu wa set play. Sasa Aziz anaweza hivyo vitu. Ngoja muda uende tuone wanavaa vipi viatu vyake. Sawa, yes, Polisi Tanzania ni kama watu walikuwa wanaichukulia poa lakini mchezo wa kwanza wakatoka sare ya 1-1 dhidi ya Azam FC na jana wamechukua alama 3 kwa ushindi wa magoli 2-0 dhidi ya JKT Tanzania. Kwa hivyo katika full time wakaweka post hiyo ya matokeo, lakini comments wanasema kuna huyu Ton _CB anasema tukiwachekea nyie mnachukua ubingwa. Ameenda mbali huyo. Ameenda mbali sana. Kuna ubingwa wa kubaki ligi kuu hilo na of course muulize umuhimu wa kubaki ligi kuu aliyeka kushoto. Yaani kama kubaki ligi kuu nayo inawezekana ikawa ni ubingwa. Bora uchukua. Muulize aliyeka kushoto ni kwako hapo George. Anaweza kukupa majibu umuhimu wa kubaki ligi kuu. Huyo ni Anwali. Yes, Anwali Jabiri. Ambaye alitoa pasi nzuri sana ya goli la kwanza, sio? Mimi kwangu Anwali jana alideserve kwa ilikuwa la pili lile. Okay, sawa. Hata goli la kwanza pia ujue pasi ilienda kwa Jamali. Shughuli ilianzia kwake. Lakini ile alikuwa prime Suarez. Bwana, kuna comment moja hapa sijajua imeka kiandamizi sana. Pira CRO. Tuendelee. Twende kwenye posti nyingine. JKT wenyewe wanasemaje? Leo asubuhi bwana, kupitia jana walimuita Kapelo. Kama wanakumbuka jana tulikuja na posti Fabio Kapelo. Leo wanasema bado mechi 28 za kupambania JKT Tanzania. Mwanzo mgumu tusioutarajia, lakini tuna imani kubwa ya kupindua matokeo haya chini ya mastermind Ahmad Ali na kuirejesha furaha yetu pale mitaa ya Mbweni. Mwamba Ahmad Ali. Lakini comment zinawakumbusha kwamba mechi inayofuata KMC hapo sio? Mtafute. Sawa, mkumbusheni baada ya Jumatatu zinabaki mechi 27. Huyo ni Happiness. Lakini mwingine anasema next mpo na Yanga kazeni sana. Wanakumbushana. Miongoni mwa makocha wazao ambao tulikuwa tunawasifu kwa mbinu na maarifa mpira ni Ahmad Ali. Lakini baada ya kutuonesha iko kitu na Prisons na JKT, kwa mtazamo wangu nadhani wenzake wamemsoma, wamejua anakujaje. Wanampa mechi ngumu, hashindi kirahisi, na sasa asipokuwa makini msimu unaweza usiwe mzuri kwake. Yaani kila mechi kwake watu wanajua namna ya kwenda naye. Sawa. Tofauti na ambavyo msimu uliopita alikuwa kija ana master plan za watu. Sasa safari hii wanamjua. Na hata msimu uliopita alivyoanza, alianzia ugenini mechi 2 kama sio 3 za mwanzo. Lakini alirudi na alama nyingi. Afu baadaye mambo akaanza kuwa tofauti. Sawa, huyo ni Ahmad Ali, kocha ambaye kiukweli wa Tanzania wana matarajio mengi sana kwake, hasa kwa timu ya taifa, sio? Tunamtegemea jamani. Miongoni mwa kocha wazawa bora kabisa. Yes. Bwana Masanza kuelekea mchezo wao dhidi ya Simba Sports, ambao Simba tayari imeshawasili pale Singida. Wanasema mechi inayonigombanisha na marafiki zangu kwa muda ni Jumamosi hii. Vingilio ameweka na vingilio pale nimeona 10,000, mzunguko na VIP ni shilingi 20. Haya. Siku hizi 10,000 imeanza kuwa kiingilio cha kawaida. Of course. Tuende katika posti nyingine tuone kwenye kuna habari gani. Hapo tunaweza tukamsikia Ahmed Ali sasa mmoja habari na mawasiliano wa Simba Sports. Kwa uchache tumsikie. Kwa uchache tu. Jambo moja la kuwasisitiza viongozi wa Simba Singida na mashabiki wa Simba Singida sio timu ya mkoa wao. Kivipi? Singida sio timu kama ilivyokuwa Pamba sio timu ya mkoa wao, na kama ilivyokuwa Kagera sio timu ya mkoa wao. Simba anapokwenda Singida, wana Simba wote wa Singida waachane na Singida, waje waishughulikie Simba yao kama ilivyokuwa Pamba.
mashabiki wote wa Simba mkoa wa Mwanza wakaachana na Pamba, wakapambania Simba yao. Tumepata alama 3, tunaondoka sasa, wanaweza kurejea kwenye Pamba yao. Na tunakwenda Singida vivyo hivyo, waachane kabisa na Singida, sio timu ya mkoa hiyo. Waje kwanza wahangaike na Simba yao, waipambanie Simba yao, tuchukue alama 3 hapo. Tukimaliza ndio watarejea kwenda kuisaidia Singida yao kama wanataka, kwa sababu unaweza ukaisaidia Singida ukiamini ni timu ya mkoa, ama ukaisaidia Pamba ukiamini ni timu ya mkoa inawakilisha mkoa, lakini Simba ikishapoteza pale ndo unajua Simba ikishapoteza pale sasa wakati nyinyi mnashangilia timu ya mkoa imeshinda, alafu kuna wengine ndani ya timu ya mkoa wanatoka pale wanaanza kuishangilia timu yao ambayo imefaidika na yale matokeo. Mechi utakapoanza kuchekwa ukiwa hapo mkoa wa Singida ndio utajua kumbe nilijichanga. Sio timu ya mkoa. Na hii nafikiri ndio kwenye lile eneo la traditional clubs kwamba zenyewe hazihitaji eneo, kila sehemu wanayoenda wenyewe ni wenyeji. Lakini nakumbuka Singida kupitia Masanza walikuwa wana kampeni yao ya kwamba sasa watu wa Singida waipokee Singida yao, wawe na timu, yani kila mkoa uwe na timu yao. Acha nini na kutusabikia timu za kutoka mikoa mingine. Kwenye records na historia tunaambiwa miaka ya nyuma kiongozi nakwambia bwana, mimi mechi ya Simba au ya Yanga mimi sio mwenyekiti. Sasa inakuwa inajulikana. Ipo mpaka sasa hivi. Pale Mwanza pale. Historia maana yake nini kwa sasa? Ipo mpaka inatokea huko nyuma. Ahmed, ujue Ahmed kaongea maneno kiandamizi sana. Na there is a reason kwa nini amezitaja timu mbili tu na kwa majina. Kaongea kiandamizi sana. Sawa, hapo sasa tumekuelewa George. Tutazame post nyingine. Tuende kwenye post nyingine tuone kuna habari gani na kwenye ni mambo ya Singida dhidi ya Simba Sports. Hapa bwana, tuachane na caption kwa maana ya kwamba kituo kinachofuata ni Mbeya City ambao mchezo huu utachezwa tarehe 23 mwezi huu wa 8 saa 10 jioni, lakini angalia picha. Ndio kile nilichokuwa nasema, siku hizi mimi naanza kukerwa na hivi vitu. Vinakuwa too much. Vinapoteza kitu, sijui kwa mimi mtazamo wangu. Lakini Mashujaa ndio walikuwa wa kwanza. Mashujaa hichi kitu umekiona nacho kitu achokeka Mashujaa. Huyo mnyama anayemtumia ndio ambaye yuko kwenye logo yao. Umeelewa? So you can understand kwa upande wa Mashujaa. Lakini sasa kuna wengine hicho kitu hata kiko kwenye identity zao. Si moja kati ya vitambulisho au utambulisho wao. Lakini wanaanza kuviongezea hivyo vitu kama vile vinaanza kuwa mara ukatengeneza video hii ya Kikaragosiki kwa Singida wameweka chui na madoadoa fao wanaitwa chui mweusi au unataka kusema wale of course wale chui walimweka si mweusi pia. Hapana, kwa mimi nitaenda straight. Kwa mfano nitakwambia kila mtu na chui wake. Kagera na Kasongo Kasongo yani Kagera na Ngili wapi na kule takiwa SNN sio? Sijui, lakini Kagera na Ngili wapi na au labda Miwa au Miwa ambayo ipo hata kwenye logo. Pia niko hivi, yani kwa nini wanaanza kuingia kwenye hiyo trend na yani kama umeipenda upepo labda ni way nyingine ya kuentertain. Na kabla kwenda kutazama post nyingine mko nagusa ya Miwa. Siku hizi kama ni mpitaji sana mtandaoni, kuna character za apple, carrot. Kwa hiyo anza kutumia amua unaongea. Yes, twende katika posti nyingine. Huyu ni Ali Shabani Kamwe, rafiki yake kabisa George Job, akiona posti za Ali Kamwe anafurahi. Chagua posti zake. Jana hiyo ana posti sijaiona. Yes. Alhamdulillah ndicho ambacho ameanza nacho Ali Shabani Kamwe, japo kuna watu wao wanasema hizo alhamdulillah huwa zinakuja, kuna nyakati page inabadilika kama ya page ya Sheikh hivi. Kuna mambo yanakuwa zinazidi sana, unajua mambo kidogo. Lakini kikubwa anasema maandalizi ya mechi ijayo dhidi ya JKT Tanzania yanaanza sasa. Hakuna kupoa. Tukutane tena KMC Jumatatu, wananchi daima mbele nyuma mwiko. Mr Black anasema watu wanamkaba Shalulile watano wanadhani Maxi hajui anashuti. Yaani kuna watu wanajaa kwa Shalulile lakini kumbe
mwamba kule, wengine ndo wanajitokeza ndo wanafunga. Tumechambua mapema namna ambavyo Shalulili alipoteza. Na uchambuzi ule kama ulivyoelewa basi wewe. Kuna mtu anasema beki zimlinde Diarra sio ishara nzuri. Nini tena? Ni maoni. Diarra amefanyaje? Yani watu wa Yanga watakaje hata afungwe goli. Mambo ya clean sheet. Kwa mfano kwenye ligi msimu huu sasa hivi hata timu ambazo zimecheza mechi 2-2. Ndio. Hakuna timu hata moja ambayo haijaconcede. Timu zote zimeruhusu. Tofauti na msimu uliopita kwa mfano, timu zilikuwa zinaenda kwa mfano Azam aliruhusu magoli machache msimu uliopita, lakini chukua muda hata kufunga wale magoli 4 na TRA. Yanga pia alikaa muda mrefu hajifungwa, lakini msimu huu timu zote za ligi zote 16 kila timu imeruhusu goli. Yaani hakuna ambaye hajifungwa. Kwa sababu Diarra kafungwa goli kwa mfano goli la jana. Kuna watu wanasema alitakiwa arudi. Aende wapi wewe unarudi na spring hata ukiwa na spring. Wachambuzi sasa mawazo yao. Hamna mawazo hivyo bwana kwenye mpira. Tumalizie ya mwisho Michael Hiera. Tumalizie ya mwisho kabisa. Huyo ni bondia. Yes, picha hiyo. Mimi kimenivutia zaidi picha kwa wale ambao wameishi vijijini kule. Wanaweza kujua kama Machame. Alafu Mufti bana. Yaani umekuja katika sehemu ambayo ni vile tu muda hautoshi. Lakini nilikuwa natamani nichukue hii muda uliobaki nipige kitu kimoja kikubwa sana. Okay. Huyu anaitwa Francis Ngannou. Ngannou Kameruni Ngannou ni Mkameruni. Waeleze kidogo wajue ni bondia wa aina gani. Yaani huyu anashiriki mchezo ambao tunaita mixed martial arts, sanaa ya mapigano maarufu mchanganyiko. UFC ni promotion company. Lakini mchezo wenyewe unaitwa MMA, mixed martial arts. Kwa hiyo alikuwa UFC, akatoka UFC akaenda PFL, Professional Fighters League, katoka Professional Fighters League akacheza fight moja chini ya MVP ambayo iko chini ya kina Jake Paul. Lakini huyu kuna wakati ulimwengu ulikuwa unamtambua kama baddest man. Aliwahi kumpiga KO moja Alistair Overeem na iliwahi kuwa KO ya mwaka. Uzito wa ngumi yake ikiwa katika full speed unaambiwa ni sawasawa na kugongwa na Ford ya mwaka 1983 kwa force ya ngumi ambayo yuko nayo Francis Ngannou. Lakini alicheza moja kati ya fight kubwa sana na Anthony Joshua, licha kwamba alipoteza kwa knockout, technical knockout, lakini pia alicheza pia na Tyson Fury. Kwa hiyo huyu ni Francis Ngannou. Kwa haraka aliwahi kushawishiwa kuingia kwenye magenge ya uhalifu wakati akiwa Cameroon. Aliwahi kuwekwa jela kwa kujaribu kutoroka, kuingia kwenye mipaka kujitafuta kwenda zake Ulaya wakati anatoka Cameroon, anakatiza jangwa, anaingia Morocco kwa mguu na harakati za hivi, anaitafuta Ulaya, Ufaransa, akawekwa prison pale Hispania kwa muda mrefu sana kwa sababu aliingia bila kibali. Akatoka hapo akafanikiwa kufika Ufaransa, ana ndugu, ana mjomba, ana yoyote, kalala sana gym. Ushahara wake ukawa kudeki la kusafisha pale ili apate pa kulala. George Job katika ngumi nafikiri ni miongoni mwa maeneo ambayo upo vizuri sana. Kwa baada ya kufanikiwa Ulaya akaenda Marekani msimu wa mvua. Akaenda Marekani, lakini ni Mswahili sana Francis Ngannou kuliko Ibra. Baadaye aligombana na jamaa aliyempokea Ufaransa ambaye ndio alikuwa trainer wake. Lakini kuliko Ibra Hasana Abisai tumalize. Bwana, lakini ndio hivyo. Hii picha bila shaka inaweza kukurudisha nyumbani kabisa kwa bibi. Moto huu hapo wa kuni, mafiga hayo hapo, lakini kuna mahindi hapo, kuchoma mahindi aisee, kama kuna tenga juu hapo. Yani kila kitu, picha nzuri. Hamna kiroba hapo. Kipo. Kiroba kipo. Yani haiwezi kukosa. Kila kitu. Angalia kwanza sufuria yenyewe, yani kuikwangua ili irudi. Yani hapo hata mdudu asogee. Mdudu bakteria. Kabisa. Najua, angalia na juu kuna mahindi. Haya ni ya mbegu. Aidha ni mbegu au pia wanaweka kwa chakula ili wadudu wasiweze kama mangula kule. Bwana Mufti, shukrani sana kwa kuweza kutupitisha kwenye posti mbalimbali ambazo zimechukua nafasi zaidi katika mitandao ya kijamii. Leo ni Ijumaa, tuna viwanjani pia. Leo tunaenda kula break, tutarejea tena Jumatatu. Tunaamini kutakuwa na matukio mengi sana kwa sababu michezo mbalimbali itakuwa ikichezwa. Matukio mengi zaidi tutaweza kuyajadili huko, bila kusahau pia wale wakubwa wa Hispania, Real Madrid pamoja na FC Barcelona, nao watakuwa wanacheza weekend hii. Kwa hiyo matukio yao yenyewe pia tunayategemea. Mufti, shukrani sana. See you next week. Kwa sasa